Praise the name of our Lord Jesus Christ. Sasa katika ibada ya Monday tulijifunza mada ambayo inahusu ya kwamba tunafaa tutosheke na Yesu Kristo katika hali yoyote ambayo tuko nayo. Tukasoma katika kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 11. Biblia inasema, si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Sasa katika kitabu hichi Paulo anasema ya kwamba yeye ako contented katika hali yoyote ambayo ako nayo, ili mradi ako tu na Bwana Yesu Kristo. Anajua kufanikiwa. Wakati mafanikio imekuja, mafanikio haitamtoa kwa Yesu Kristo. Anajua kudhiliwa. Hata wakati ambapo afanikiwi, lakini baada ya kutukwa Kristo Yesu. Yani amejifunza kuwa radhi, yani kukuwa contented, kutosheka katika hali yoyote aliyo nayo, ili mradi ako na Bwana Yesu Kristo. Anasema nimefundishwa kushiba. Hata wakati ako na vingi, wakati ameshiba, chakula iko kwa wingi, baada ya kutukwa Yesu Kristo. Na kuona njaa. Hata wakati njaa iko, hakuna pesa, hiyo haitamtoa kwa Kristo Yesu, baada atakuwa tu kwa Kristo Yesu. Kuwa na vingi. Hata wakati ako na mali mengi, ako na vitu vingi, hizi mali haziwezi zikamtoa kwa Kristo Yesu. Bado ako tu kwa Kristo Yesu, ameshikilia Yesu Kristo. Na kupungukiwa. Hata kama amepungukiwa, anaonekana ni kama ni maskini, bado hiyo hali haimtoi katika Kristo Yesu. Maana amejifunza kutosheka katika ile hali yoyote aliyo nayo, ili mradi ako na Yesu Kristo. Ndio unaona kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:11. Paulo anasema, hata saa hii ya sasa tuna njaa, tu uchi, tuapigwa ngumi, tena hatuna makao. Yani katika hii hali ambayo Paulo ako, ya kwamba ako na njaa, ako na kiu, ako uchi, anapigwa mangumi, hata ana makao, hii hali yote ya kuteseka, baada imtoi kwa Kristo Yesu. Ameshikilia tu Kristo Yesu. Kisha tuwatabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe, tukitukanwa tuwabariki, tukiudhiwa tuwastahimili. Anasema hata tukanwe, yeye anabariki tu, kwa Yesu aondoki. Hata kama anakuwa persecuted, akiudhiwa, yeye anastahimili tu, madamu ako na Yesu Kristo. Hata kama anapitia tabu mingi akifanya kazi kwa mikono yake mwenyewe, baada ya kutukwa Kristo Yesu. Tukisingiziwa tuwasihi. Hata kama anasingiziwa, yeye anasihi tu, mradi ako na Yesu Kristo. Tumefanywa kama takataka za dunia. Hata kama amedharauliwa na wanadamu, amefanywa anaonekana kama takataka kwa hii dunia, bado ako tu kwa Yesu Kristo. Hiyo hali haiwezi mtoa kwa Kristo Yesu, haiwezi. Kwa hivyo tutosheke na Kristo Yesu hata katika hali yoyote. Hali yoyote isikutenganishe na Kristo Yesu. Shida zisikutenganishe na Kristo Yesu. Mafanikio yasikutenganishe na Yesu Kristo. Tosheka na Yesu Kristo. Kitabu cha Warumi 8:35, Biblia inasema, ni nani atakaye tutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Anasema hizi hali zote haziwezi zikamtenganisha na Kristo Yesu, maana ameridhika katika hali yoyote, ili mradi yako tu na Yesu Kristo. Ameridhika. Hata hizi shida zote haziwezi zikamtenganisha na Kristo. Dhiki ikuje, shida ikuje, adha ikuje, njaa ikuje, uchi ikuje, hatari ikuje, upanga ikuje, hali hizi zote haziwezi zikamtenganisha na Kristo Yesu. Kama ilivyoandikwa ya kwamba
Kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Sasa katika hizi hali zote hizi, dhiki kuje, shida kuje, hata mafanikio kuje, mambo mazuri kuje, atashinda hizi hali zote. Hizi hali zote haziwezi zikamfanya akatoka kando na Yesu Kristo. Haiwezi. Kwa sababu anajua hata Yesu mwenyewe pia alipitia hizo hali, lakini hizo hali hazikuweza kumtenganisha na Baba. Haikuweza. Ndiye anatukumbusha, Biblia inatukumbusha John 15:20. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, wataudhi nyinyi. Ikiwa walishika neno langu, watalishika neno lenu. Mjue ya kwamba na Yesu pia alikuwa persecuted. Kama alikuwa persecuted, aliudhiwa, ujue na sisi pia tutaudhiwa. Sasa ile persecution yenye Yesu alipitia haikuweza kumtenga na Baba. Na hapa ameshatuambia, kumbukeni neno hili, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Yesu Kristo ndo Bwana wetu na sisi ni watumwa wake. Sisi si wakubwa kupitia kushinda yeye. Kwa hivyo kama yeye alipitia hizo hali na kastahimili, hakuweza kutoka katika upendo wa Baba yake, na sisi pia hizi hali zisitutoe katika upendo wake. Zisitutoe shida, njaa, dhiki zisikutoe kwa Kristo Yesu. Maana Yesu pia alipitia hizi mashida zote na zikumtoa kwa Baba. Sasa tujifundishe kukua katika hali yote. Yeye pia alipitia hizo shida. Mark 8:31 Biblia inasema, he then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by elders, the chief priests, the teachers of the law, and he must be killed, and after 3 days he will rise again. Kwa hivyo yeye pia alisuffer many things, lakini hizi suffering hazikumtenganisha na Baba yake. Alikuwa rejected na elders. Hizi rejection hazikuweza kufanya akawacha Baba. Hata akauawa, hizi zote hazikufanya akawache Baba. Na Biblia inatukumbusha kitabu cha Petro wa kwanza 4:4, basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, nyinyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameachana na dhambi. Sasa sisi ndio watumwa wa Yesu Kristo. Yeye ndio Bwana wetu. Na Biblia inasema ya kwamba aliteswa katika mwili wake. Sisi pia tujiweke tayari, tutapitia mateso katika mwili. Maana kama Bwana wetu alipitia hiyo mateso, na Biblia inasema sisi wakubwa kuliko yeye, hata sisi pia tutapitia kwa hizo dhiki. Na hizo dhiki zisikutenganishe na Mungu, zisikutenganishe na Kristo. Hata katika hali yoyote, kuwa contented na Yesu Kristo, ridhika na Yesu Kristo. Shida zisikutoe kwa Yesu Kristo. Mafanikio na utajiri pia zisikutoe kwa Yesu Kristo. Wewe kaa tu hapo, ridhika na Yesu Kristo. Hali yoyote sikutoe huko. Yesu Kristo alisuffer many things, lakini hizo suffering zote hazikuweza kumtoa kwa upendo wa Baba yake. Hazikuweza kumtenganisha na Baba yake, na Baba. Kwa hivyo na sisi hali yoyote ile isitutoe katika Yesu Kristo. Tushinde katika hizo hali. Kumbuka mtu kama Ayubu, alikuwa tajiri, lakini wakati mali iliondoka, hakuuliza Mungu, mbona mimi? Alisema Mungu alinipea na Mungu amechukua, na jina la Mungu libarikiwe. Kwa hivyo hizo shida hazikuweza kumtoa kwa upendo wa Mungu. Alizidi tu kutumikia Mungu hata kama shida zilikuja. Sisi pia tukue vivyo hivyo. Hali yote situtoe. Hali yoyote ile isikutoe kwa Mungu. Shida ikuje, mafanikio ikuje, tusitoke. Kuna watu wengi shida zikikuja wanatoka kwa Mungu. Kuna watu wengine pia wakibarikiwa sana wanatoka kwa Mungu. Na hiyo haipendezi. Kwa hivyo tujifundishe kutosheka na Mungu katika hali yoyote ile. Sasa hiyo ndiko kidogo na ningependa kubariki nayo. I hope mko blessed.